Kuchere. Mtama Kuchere. Tumsifu Yesu Kristo. Assalamu alaikum. Kuna watu wakauliza, baba askofu anatafuta nini kwenye mkutano wa Chadema? Jibu langu ninalowajibu ni kwamba hata ningelikuwa kwenye mkutano wa CCM au ACT Wazalendo ningewaambia neno hili ambalo nataka kuwaambia. Nabii Isaya alisema, Roho ya Bwana Mungu ii juu yangu, na amenitia mafuta na kuniweka wakfu, ili nitangaze habari za kuwakomboa watu, habari za kuwakomboa watu kutoka kwenye unyanyasaji na ukandamizaji, na kutangaza mwaka wa Bwana uliotabiriwa. Kama utakuwa na Biblia yako, muhtasari huu upo katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 61 mstari wa 1 na wa 3. Wapendwa watu wa Mtama, sasa mimi niongee kama askofu. Katika hali ya kawaida katika nchi yetu, tukiwa wa kweli, tusipokuwa wanafiki, tukinyamaza, hali itakuwa mbaya zaidi. Maana sasa tumeanza kushuhudia mambo ambayo sio mazuri. Utekaji umekuwa ni kitu ambacho kimekuwa cha kawaida. Mwanzoni walikuwa wanatekwa tu viongozi wa Chadema, lakini tumeshuhudia sasa hivi kila uraia sasa hivi wanatekwa na kuuawa. Na juzi pia kuna kiongozi mmoja wa CCM alitekwa. Sasa changamoto moja, wa CCM akitekwa wanaogopa, wanaona aibu kusema, kwa sababu serikali yao iko madarakani. Na ni mbaya zaidi akitekwa kiongozi wa CCM inakuwa kimya. Hawa wakitekwa wanapigiana sana kelele. Sasa habari za mauaji zimekuwa zikiongezeka. Mnakumbuka mwaka jana mzee mmoja, mzee Ali Kibao, ametekwa mchana kweupe kwenye gari, ameshushwa, kesho na kutwa ameuawa. Na mwaka jana wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, watu wanauawa. Misenyi mtu ameuawa, huko Gongo la Mboto sasa mtu ameuawa. Hao wote ni wagombea. Na sasa hata huko Singida watu wameuawa, Tunduma watu wameuawa. Sasa kama kanisa, na huku Mtama nadhani kanisa la Anglikana lipo na kanisa Katoliki lipo. Mimi Dayosisi ya Newala na Masasi la kanisa Anglikana, mimi nilikuwa mhadhiri wa chuo kikuu kule St. John. Mapadri wengi wa Anglikana nimewafundisha ukanda huu. Kwa hiyo ninaelewa ninaposema kwamba sisi kama maaskofu, wachungaji wetu ndio wanaoenda kuzika hao watu. Watu wanaouawa ndio ambao wakiuawa watoto wanakuwa yatima. Mzigo wa yatima unabeba kanisa kwa upande wa Kristo. Lakini pia hata wajane inakuwa mzigo mkubwa. Sasa tukiwa wanafiki, tunaruhusu roho ya uwaji, roho ya utekaji, roho ya kupora uchaguzi na kuiba kula. Alafu tukija kwenye ibada tunasema Bwana awe nanyi. Alafu watu wanahuzunika kule, wanaomboleza. Tunasema huo sasa ni unafiki. Kwa hiyo kama kanisa ni lazima tukemee, lakini kukemea peke yake hakutoshi. Ni lazima tuchukue hatua kama tulivyochukua hatua ya mwanzoni. Wakati wa kudai uhuru, Mwalimu Nyerere alitiwa moyo na kupewa siri na padri wa kanisa Katoliki, alikwenda Father Welsh, yule mzungu kutoka Ireland. Alimwita Nyerere, akamkalisha, akampa siri ya kudai uhuru pasipo kumwaga damu. Na ndio maana Tanzania ikapata uhuru bila kumwaga damu katika ukanda huu. Na sasa sisi baadhi ya viongozi wa kanisa tunaona tuchukue hatua ya kuliongoza taifa hili, ili kuhamasisha Watanzania tuandike katiba mpya na tuunde tume huru ya uchaguzi bila ya kumwaga damu. Kwa hiyo ndio maana katika hali ya namna hii tunawaambia pia watu wa Mtama na Lindi kwa ujumla, tuungane kwa pamoja, tukomeshe ushenzi wa kuiba kura, tukomeshe ushenzi wa kupora uchaguzi, tukomeshe ushenzi wa kuua watu. Tunasema ni ushenzi kwa sababu sio imani ya Kikristo, na ninaamini pia sio imani ya Kiislamu, kwa sababu watu Waislamu mashehe wenyewe pia wanatekwa na kuuawa. Hakuna aliye salama katika nchi hii. Na ninakuambia kama
kwamba tunao tatizo na tuliondoeje kwa kuunda mfumo mzuri wa utawala. Kama unaamini, nyosha mkono. Mimi nataka kuomba kwa imani, nyosha mkono. Mungu wetu, hawa watu wa Mtama ni sehemu ya kusanyiko ya nchi ya Tanzania ambao wanaamini katika utawala wa haki. Na kwa sababu hiyo ukatusaidia Watanzania wote kuungana kuandika katiba mpya. Sema amina. Yeyote atakaye anza mkakati wa kuwanyofoa, kuwateka, kuwatweza na kuwaua wanaopambana katika jambo hili, akafezesha